Shalom mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika darasa letu zuri la kujifunza neno la Mungu kwa undani. Na leo tupo katika darasa jipya ambalo linahusiana na namna sahihi ya kusali au kuomba ambayo inakubaliwa na Mungu yenye majibu na matokeo. Na hivyo basi katika darasa hili tutaangalia kwa undani mambo hayo, na fuatana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naamini kabisa kwa kupitia fundisho hili basi na utaweza kusimama mwenyewe kuomba na kuomba maombi yenye matokeo na yenye majibu mbele za Mungu. Na mwongozo wa fundisho hili una kichwa kinachosema Bwana tufundishe sisi kusali. Bwana tufundishe sisi kusali. Tumelipata wapi hilo neno? Tumelipata katika kile kitabu cha Luka sura ya 11, ambapo wakati fulani Bwana wetu Yesu Kristo aliketi na wanafunzi wake, na wanafunzi wake siku nyingi kwa muda mrefu walikuwa kimuona akiomba, lakini wenyewe walikuwa hawajui namna ya kuomba, walikuwa wanaigaiga tu. Lakini kuna mmoja kati ya wanafunzi hao akaamua kuinuka na kwenda kumuuliza Bwana wetu Yesu Kristo swali hili ambalo ni jambo la muhimu hata sasa kila mmoja wetu anajiuliza atawezaje kuomba. Sasa hebu tusome kisa hicho ili tuweze kupata msingi wa kuenda katika fundisho hili la namna ya kusali. Luka sura ya 11 mstari ule wa kwanza. Ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, yani Bwana wetu Yesu Kristo alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Umeona? Walitamani kujua namna kusali kwa sababu waliketi chini wakamwona Yohana naye akiwafundisha wanafunzi wake namna kusali. Kwa kumbe siku zote kiongozi bora ni lazima awafundishe wanafunzi wake au wale anaoongoza namna sahihi ya kusali. Kwa sababu tunapomwendea Mungu hatuendi tu hohehahe. Ni lazima tu kuna namna na kuna kanuni za uombaji ulio bora. Kwa hiyo katika darasa hili tutajifunza hizo kanuni za uombaji ulio bora na namna ambavyo wewe unatakiwa uombe ili maombi yako yana matokeo na majibu. Kwa basi kabla ya kwenda ndani, tutakwenda kuangalia mambo ambayo lazima tuyafahamu katika uombaji wetu. Sasa tutajifunza kwa namna ya asili au namna kawaida kimaisha, kisha tutaenda kuangalia pia rohoni inaonekanaje picha hiyo. Chukulia tu mfano, wewe labda ni mtu ambaye unatafuta kazi na ukasikia kazi ipo katika kampuni fulani na kuna mwajiri fulani. Ukweli ni kwamba unatamani kazi, lakini kuna utaratibu ambao utapaswa ufuate ili uweze kujibiwa mahitaji ya kazi ambayo wewe unatamani kwenda kuifanya katika hiyo kampuni. Uweze tu kwenda na kuamka tu na kusema naomba kazi katika kampuni ile au shirika hili. Ukweli ni kwamba si rahisi kujibiwa, si ndio? Na ndivyo ilivyo hata katika jambo la kiroho. Wakristo wengi tunaenda tu mbele za Mungu kwa sababu tumesikia Mungu anajibu maombi, basi na sisi tunakwenda kuomba, lakini hatujui taratibu, hatujui kanuni, hatujui namna ambavyo tunapaswa sisi tuombe kwa namna ambavyo Mungu anataka. Kwa hiyo kuna mambo makuu matano ambayo tutaangalia katika sehemu hizi, na mengine pia tutaendelea kuangalia katika madarasa mengine. Lakini leo tutaangalia katika jambo la kwanza, lakini tuangalia mambo matano ambayo lazima tuyafahamu ili unapokwenda kuomba ujue unaenda kuomba katika namna gani. Jambo la kwanza, unapoenda katika kusali au unapokwenda katika maombi, ni lazima umjue unayemuomba ni mtu gani. Ni lazima ujue tabia yake, muonekano wake yupoje. Ndivyo ilivyo. Huwezi kwenda tu mahali ukasema nakwenda kuomba kazi, lakini ujue yule mwajiri ni mtu yupi, ni mtu wa namna gani, umjui yukoje, umjui sifa zake, umjui tabia zake. Kwa hiyo kumjua yule ambaye anaenda kukuajiri au kumjua yule ambaye unaenda kumuomba hitaji fulani ambalo unataka wewe akupe, ni hatua mojawapo na ni muhimu ambayo itakupa wewe ujasiri wa kujua namna ya kuomba vizuri. Kwa hiyo kumjua yule unaenda kumuomba ni jambo la msingi. Watu wengi hawamjui Mungu anaenda kumuomba, na hiyo imekuwa changamoto kubwa sana. Hapo tayari umeshakwisha kuanza na mguu ambao sio sahihi. Kumjua Mungu ni jambo la kwanza na la msingi. Mungu yukoje? Mungu ana tabia gani? Uso wa Mungu ukoje? Mungu anaonekanaje? Mungu ana sifa zipi? Ukishamjua Mungu ana sifa zipi, ndivyo utakuwa na ujasiri wa kwenda kumuomba vizuri. Kwa hiyo ni jambo la kwanza ambalo tutaliangalia katika darasa la kwanza. Lakini jambo la pili, ni lazima ufahamu kiwango cha mahusiano ulichonacho na yule ambaye unaenda kumuomba hiyo kazi au hilo jambo. Nalo ni jambo la msingi, kiwango cha mahusiano. Kwa mfano, unaenda pia kumuomba, tuseme unaenda kuomba kazi kwa hiyo mwajiri ambaye ni manager wa kampuni fulani. Lakini kuna tofauti ya mtu ambaye anakwenda kumuomba ambaye yule ni baba yake.
na kuna tofauti na mtu ambaye unakwenda kumuomba ambaye wewe ni mtu usemjua, mtu baki. Kuna namna fulani unaweza kumapproach yule ambaye ni baba yake, kuna namna fulani anapata ujasiri fulani wa kwenda kuzungumza naye, tofauti na huyu mtu ambaye ni mtu baki, anakuwa hana ujasiri wa kwenda kuzungumza naye katika namna nzuri. Kwa hiyo kujua kiwango cha mahusiano kinapelekea wewe kujibiwa maombi na kuomba pia vizuri mbele za yule ambaye unakwenda kumuomba. Si ni kweli? Kienda sehemu yote, ikiwa ni ndugu unakuwa na ujasiri fulani kuomba. Ikiwa sio ndugu kunakuwa kuna hofu na mashaka fulani. Kwa hiyo inaathiri pia uombaji wetu. Inaathiri uombaji wetu kwa kutokujua mahusiano tulionao sisi na yule tunaenda kumuomba ambaye ni Mungu wetu. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, lazima tujue mazingira ya uombaji wetu ni yapi. Mazingira nayo ni jambo kubwa sana ambalo linachangia kujibiwa au kuomba vizuri. Kwa mfano huyo boss unamfuata, unajua kabisa mazingira yake ya kiofisi ndio unaweza kwenda kupeleka mitaji yako ya kimaombi kuajiriwa pale. Sasa tengeneza picha hayupo ofisini, yupo pengine kanisani anafanya zake ibada. Alafu unaenda kumfuata pale kwenye ibada, unamkatisha maombi yake. Unamwambia, bosi, naomba unipe kazi. Hivi unadhani atakupa? Kwanza utamuudhi, utamkera kwa sababu umeingilia ratiba au umeenda kuomba mahali ambapo sio sahihi. Kwa hiyo mazingira ya uombaji pia na yenyewe yanachangia aidha kujibiwa au kuomba vizuri sawa sawa na vile ambavyo Mungu anataka. Kwa hiyo fahamu mazingira ambayo Mungu anataka sisi kuomba ni mazingira namna gani. Ukiyajua mazingira basi utaweza kuomba vizuri. Lakini jambo la 4 ni nidhamu na muonekano wako kwa yule unayemuomba. Siku zote hata ukienda kuomba kazi katika kampuni au katika shirika, kama unaenda kumuomba huyo boss, lazima utapimwa pia nidhamu yako, utapimwa pia na muonekano wako. Ukienda tu ukienda tu unavyotaka, ukienda tu na namna yako ya kuzungumza na namna yako ya uvaaji au namna yako ya kusema, inaweza kukupelekea ukakosa au usijibiwe au usipewe kile unachokitafuta, kwa sababu umekosa kujua nidhamu na namna ambavyo unapaswa onekane mbele ya yule ambaye unaenda kumuomba. Kwa hiyo watu wengi hatujui namna ambavyo tunapaswa tuonekane mbele za Mungu tunapokwenda kuomba. Tutaangalia kwa ndani jinsi ambavyo tunapaswa tuonekane mbele za Mungu. Lakini jambo la 5 ambalo tunapaswa tulifahamu katika eneo la uombaji ni aina ya maombi ambayo tunampelekea yule ambaye tunaenda kumuomba. Kwa hiyo ni lazima ufahamu pia aina ya maombi unaompelekea yule ambaye unaenda kumuomba. Kwa mfano wewe unajua kabisa naenda kumuomba yule manager ni engineer na anaajiri watu wahandisi, watu ambao wanashughulika na mambo ya ujenzi. Alafu wewe unasema naomba niajiri kuwa mvuvi wa samaki. Sasa ujenzi na samaki wapi na wapi? Maana ni kwamba unaomba nje na matakwa au nje ya uwezo wa yule ambaye anaweza kukupeleka kazi. Kwa hiyo mwisho wa siku utajikuta haupokei chochote kwa sababu unaomba vibaya. Kwa hiyo ni lazima pia ujue aina ya maombi ambayo unapaswa uyaombe kwa yule ambaye unakwenda kumuomba. Kwa hiyo mambo kama hayo ukiyafahamu kwa ndani, basi utakuwa wewe ni muombaji mzuri na muombaji mwenye matokeo. Kumbuka Wakristo wengi sana wanakosea katika kuomba. Na sisi lazima tujinyenyekeze, tuwe kama hawa mitume waliomfuata Bwana, akasema Bwana tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Na hivyo basi katika darasa hili kwa neema za Roho Mtakatifu tutakwenda kujifunza namna sahihi ya kusali au ya kuomba ambayo wewe mwenyewe unaweza kusimama na kumuomba Mungu na ukapokea wakati mwingine bila kutegemea hata watu kukusaidia kuomba, kwa sababu wewe umeshajua namna ya kumfuata Mungu na kuomba. Kwa hiyo darasa hili la kwanza tutakwenda kuangalia ile eneo la kwanza ambalo unapokwenda kuomba lazima umjue unayemuomba ni mtu wa namna gani, au ana tabia gani, au ana sifa gani, au ana muonekano gani. Huyu mtu yukoje? Anapenda kitu gani, au ndani yake kuna kitu gani ambacho hakipendi? Nikizungumza namna hii, je, anapenda au yeye tabia yake anataka iwe tabia namna gani? Au mimi anataka mimi nimjue katika tabia ipi? Kwa hiyo ni jambo la kwanza ambalo unapaswa kulifahamu. Sasa hapo ndio tunapokuja kujua uso wa Mungu au kumjua Mungu. Wakristo wengi hatumjui Mungu tabia zake. Wakristo wengi tunasema Mungu, tunampenda Mungu, tunamjua, lakini hatumjui Mungu tabia zake zikoje. Ndio maana hatuna ujasiri wa kwenda mbele zake na kuomba. Ndio maana hatuna hata hofu ya kwenda mbele zake na kuomba, kwa sababu tunadhani tuna matazamio mengi au tuna fikra nyingi kuhusu Mungu. Tunadhani Mungu kaketi tu sehemu fulani, basi lazima tumjue tabia zake. Ili tunapoomba tuombe sawa sana tabia zake. Tupate ujasiri wa kuomba na kupokea kile ambacho tunamuomba mbele zake. Kwa hiyo hapo tunaenda kujifunza kitu kinachoitwa uso wa Mungu. Nataka tuende kwenye maandiko machache ukaone jambo ambalo yamkini ukuwahi kulijua au ukuwahi kulipitia. Na hapa tutakwenda kuangalia
kumwangalia mtu mmoja anaitwa Musa. Musa ni mtu ambaye Mungu alimpa neema kubwa sana ya kuweza kumsikia Mungu na kumuelewa Mungu kwa ukaribu sana. Naamini zaidi ya watu wengi tukimwachia Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Musa kuna wakati ambapo aliketi chini na kumwomba Mungu auone uso wake. Lakini kuna jambo ambalo nataka tulione. Tusome kile kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari ule wa 10 mpaka ule wa 11. Kuna jambo nataka tulione pale. Kitabu cha Kutoka sura 33 mstari wa 10 mpaka ule wa 11. Angalia hapa, nasema watu wote wakaiona nguzo ya wingu ikisimama penye mlango wa hema. Watu wote wakaondoka wakasujudu, kila mtu mlangoni pa hema yake. Angalia mstari wa 11, anasema naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Kisha akageuka akarejea hata maragoni, bali mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka mlimani. Hapa tunaona Mungu anasema alisema na Musa uso kwa uso. Kwa hiyo Mungu alizungumza na Musa uso kwa uso. Lakini je, Musa alikaa kuona uso wa Mungu? Hilo ni swali la kujiuliza. Swali la kujiuliza. Tumejuaje hilo? Tunaona Musa bado anatamani kumjua Mungu na kutamani kuona uso wa Mungu. Kwa hiyo kumbe maandiko yanaposema Musa alimuona Mungu uso wake, ukweli ni kwamba hakumaanisha ule uso wa sisi tunavyoona. Tuendelee kusoma mstari wa 12, anasema Musa akamwambia Bwana, angalia wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe huku nijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako. Nataka kujua njia za Mungu, kwa sijui. Anasema nipate ukujua, apate kumjua Mungu. Alikuwa hajamjua Mungu. Alikuwa anaona uso lakini hakuwa hajamjua Mungu. Alikuwa anaona umbile la nje lakini ndani alikuwa mjui Mungu. Anasema ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako. Angalia, akasema uso wangu utakwenda pamoja nawe. Mungu anamwambia Musa, nami nitakupa raha. Umeona? Naye akamwambia uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Kwa hiyo Musa aliona bado uso wa Mungu uko pamoja naye. Kwa hiyo pamoja na kwamba anasema alimuona uso, lakini bado uso wa Mungu ulikuwa bado hujafunuliwa mbele ya Musa. Musa bado anatamani kumuona Mungu. Takuonyesha kitu hapo. Anasema kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako? Sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami ni na kujua jina lako. Akasema nakusihi unionyeshe utukufu wako. Musa anaendelea kumwambia nakusihi unionyeshe utukufu wako. Akasema nitapitisha wema wangu wote mbele yako. Anasema nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako. Mungu anamwambia nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili, nitamrehemu yeye nitakayemrehemu. Kisha akasema huwezi kuniona uso wangu. Mungu anamwambia tena Musa, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Umeona, kumbe Musa wa Mungu kabisa ndani alikuwa hajamjua. Bwana akasema tazama, hapa pana mahali karibu nami, nawe utasimama juu ya mwamba. Kisha itakuwa wakati unapopita utukufu wangu, nitakutia katika ufa ule mwamba na kukufunika kwa mkono wangu hata nitakapokuwa nimekwisha kupita. Nami nitaondoa mkono wangu, nawe utaniona nyuma yangu, bali uso wangu hautaonekana. Kwa hiyo Mungu alimwambia hakuna mtu anaweza kuona uso wangu akaishi. Kwa hiyo Mungu alikusudia kumuonyesha Musa sehemu ya nyuma ya uso wake wa rohoni. Kwa sasa utajiuliza, huku mwanzoni anaposema Mungu alizungumza na Musa uso kwa uso, alikuwa anamaanisha uso upi? Ni kweli Mungu alizungumza na Musa uso kwa uso. Mungu alikuwa anachukua maumbile mbalimbali kuzungumza na mtu. Alikuwa kuzungumza na Musa au watu wake. Alimtokea kama nguzo ya moto, alimtokea kama kijiti kinachoteketea, alikuwa anamjia kama wingu, alikuwa anamjia pia kama umbile la malaika, kama umbile la mwanadamu. Kwa hiyo Mungu alikuwa anachukua umbile la mwanadamu anamtokea Musa. Kwa hiyo Mungu kuchukua umbile kukutokea wewe sio issue. Hilo ni jambo ambalo linatokea na linaendelea kutokea hata sasa. Anaweza akachukua tu picha mzee, anaweza akachukua picha ya kijana, anaweza akachukua picha ya babu, anaweza kuchukua picha mtu yote, mzungu, Mwafrika, Mchina, akakutokea na akazungumza akasema mimi ni Mungu nazungumza na wewe. Kwa hiyo Musa aliona umbile tu la nje, linaitwa theophany. Umbile tu ambalo sio la Mungu, lakini Mungu anachukua taswira ya vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo aliamua kuchukua taswira kama ya mtu kuzungumza na Musa. Kwa hiyo Musa alimuona Mungu katika umbile fulani la mtu, lakini sio Mungu mwenyewe. Kwa
Kwa hiyo Mungu mwenyewe alikuwa ana uso wake wa ndani ambao Musa hakuwahi kuona. Ndio maana Musa akatamani kuona uso wa Mungu. Mungu akamwambia hakuna mtu anaweza kuona uso wangu akaishi. Maana yake ni kwamba wakati ule ulikuwa bado sio wakati wa neema. Kwa hiyo Musa akapewa sehemu ya kuona uso wa Mungu. Maana yake akapewa sehemu ya nyuma uso wa Mungu, mgongo wa uso wa Mungu, apate enda kuona. Kwa hiyo Musa alipoona uso wa Mungu, fikra zake zikabadilika. Sehemu ya nyuma, sio sehemu kamilifu. Sehemu ya nyuma uso wa Mungu, fikra zake zikabadilika. Akajua kwamba mimi nilikuwa namdhania Mungu hivi, kumbe Mungu hayuko hivyo. Kwa kwanza ule wakati Musa alimuona Mungu. Sasa tunajua wapi? Twende katika sura inayofuata. Mungu alipojidhihirisha kwa Musa, Musa aliona nini? Sura inayofuata, sura ile ya 34. Tutaruka tusome kwanza ule mstari wa 5 mpaka 7, ndio unaeleza historia, unaeleza habari yenyewe kamili, jinsi ambavyo Musa alikutana na Mungu. Anasema Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana Bwana. Angalia, Mungu anasema Bwana Bwana. Musa huyo anasema Bwana Bwana, Mungu mwingi wa huruma, umeona, mwenye fadhili, umeona, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Angalia, Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata nchi, akasujudu, akasema, ikiwa sasa nimepata neema mbele zako Bwana, nakuomba Bwana uende kati yetu, maana ni watu wenye shingo ngumu, ukasamee uovu wetu na dhambi yetu, ukatutwae tuwe urithi wako. Umeona, Musa alipomuona Mungu akamwambia Bwana, sasa tunaomba uende na sisi kwa sababu tumeujua uso wako. Sasa angalia uso wa Mungu. Musa alipoona uso wa Mungu akatangaza, anasema, naangalia nilipoona uso wa Mungu niliona nini? Anasema, mimi nilimuona Bwana Mungu mwingi wa huruma. Kwa uso wa Mungu ulikuwa ni huruma. Uso wa Mungu anasema mwenye fadhili, anafadhili. Uso wa Mungu anasema si mwepesi wa hasira. Uso wa Mungu anasema ni mwingi wa rehema na kweli. Uso wa Mungu anasema mwenye kusamehe makosa watu elfu, anaohurumia watu elfu. Lakini pia anasema uso wa Mungu nimeuona kwamba ni Mungu ambaye mtu muovu anafuatiliza uovu wake. Sio kwamba atamhesabia mtu muovu pia haki. Hapana, anafuatiliza uovu wake mtu muovu. Kwa hiyo angalia hizi sifa ambazo Musa aliziona, akauona uso wa Mungu, akamjua Mungu, tabia zake na sifa zake. Ilimpa ujasiri wa kusema, sasa Mungu, naomba utembee na sisi kwa sababu wewe unasamehe maovu. Kwa jambo la kwanza lazima ujue sifa za Mungu. Watu wanapoenda mbele za Mungu wanakuwa na taswira kwamba tunaenda kuomba kwa Mungu ambaye ni mkali, kwa Mungu ambaye ni mgumu, kwa Mungu ambaye ana hasira, kwa Mungu ambaye si mwepesi wa kusamehe. Ukikosa shabaha ya kumjua Mungu, utakosa shabaha maombi. Utakuwa huna ujasiri katika maombi. Na hapo ndipo shetani anapotaka sisi tufikie. Tuende tukamwombe Mungu pasipo fikra hizi. Hizi fikra ukiwa nazo katika maombi ya namna yote, unapoenda kuomba, utapokea na utaona Mungu anakusikia na anakujaza roho kwa haraka sana kuliko kitu kingine chochote. Kwa kuanzia leo nataka uanze kubadilisha fikra zako katika kumwelewa Mungu, yeye ni Mungu, ni sifa gani. Kwa sababu Musa alionyeshwa mgongo kwamba Mungu ni mwingi wa rehema na kweli. Mungu ana rehema. Unajua maana rehema? Rehema maana yake ni kwamba umefanya kosa, unastahili kuadhibiwa, alafu mtu anasema sikuadhibu, nimeamua kukuacha. Yaani kuahirisha makosa. Ndio maana rehema. Wakati mwingi tunamkosea Mungu na tunastahili kuadhibiwa, lakini Mungu mara nyingi anairisha zile adhabu. Hizo ndio rehema za Mungu. Na maandiko yanatuambia kusoma kitabu cha Zaburi ya 103, tutakuja kusoma. Anasema kama vile mbingu zilivyoinuka juu ya nchi, ndivyo rehema zako zilivyo nyingi kwa wale wanaocha jina lako. Maana kwamba mbingu hazina mwisho, ndivyo rehema za Mungu hazina mwisho. Sasa ukimwona Mungu kwamba ni Mungu mwingi wa rehema, wewe ambaye umeokoka, nazungumza na mtu ambaye ameokoka, basi utakuwa na ujasiri wa kuomba. Ndio maana tunapaswa tunapoenda mbele za Mungu anasema anawasamehe maovu yao na makosa. Anawasamehe maovu yao na dhambi. Kwa hiyo tuna makosa ambayo tunafanya na dhambi, lakini Mungu anatusamehe. Kwa hiyo wewe kama mwana wa Mungu, unapoenda mbele za Mungu, unapoenda kutubu, unaanza kwanza kwa kutubu, unakwambia Bwana, naomba unisamehe makosa yangu yote niliyokutendea, kwa kujua, kwa kutokujua, kwa kuwaza, kwa kutenda. Unapoomba toba, unapoomba rehema, Mungu anakusamehe. Na hiyo sasa, hiyo ukubali msamaha. Yaani uisi umesamehewa na Mungu, sababu Mungu ni mwingi wa rehema na ni Mungu anayesamehe. Na ni Mungu ni mwingi wa huruma. Tasoma huko anasema kwenye Zaburi ya 103, anasema kama vile baba mzazi ahurumiavyo watoto wake, ndivyo Mungu anavyowahurumia wanaolicha jina lake. Kwa hiyo Mungu ana huruma. Kwa lazima unapoenda kuomba feel, yani uisi
uhisi huruma za Mungu, uhisi rehema za Mungu, uhisi msamaha wa Mungu, uhisi fadhili za Mungu. Mungu anafadhili. Fadhili maana yake kwamba unapewa tu kitu hata pasipo sharti au mrejesho. Kwa Mungu anaamua kukupa tu vitu. Kwa Mungu anatoa tu siku zote. Mungu anatupa vilivyo vyema, anafadhili. Anasema ananyeshea mvua yake waovu na wema. Kama ananyeshea mvua yake waovu, kwa nini asikunyeshee na wewe? Kwa hiyo ukiwa na wazo kama hilo unapoenda mbele za Mungu wako kwamba ninakutana na Mungu mwenye huruma, mwenye rehema, anayesamehe makosa, anayefadhili, Mungu ambaye anagairi dhambi zetu tunazomkosea na tusamehe. Na napoomba na Mungu anasamehe, hakika utamwona Mungu kwa sababu umeuona uso wa Mungu katika uzuri wake. Sasa hata Musa mwenyewe aliuona tu mgongo, alikuwa ajui ni namna gani Mungu ana rehema, namna gani Mungu anafadhili. Tunakuja kuona kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ndipo aliyekuja kufunua uso wa Bwana wetu, wa Mungu wetu wazi wazi. Kwa Yesu alipokuja kufunua uso, hata maandiko yanatufundisha sehemu nyingi. Tusome kile kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya kwanza, angalia ule mstari wa 18. Anasema hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Hata Musa kuona uso kwa sababu neema ilikuwa bado, alikuwa na dhambi. Anasema Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Mungu mwana ambaye ni Yesu Kristo ndiye aliyemfunua. Kwa hiyo Yesu alikuja kueleza sasa kufunua uso wa Baba jinsi ulivyo. Ukisoma pia kile kitabu cha Ibrania sura ya kwanza mstari wa 3, anasema Yesu ndio mng'ao wa utukufu wake na chapa nafsi yake. Yaani copy ya Mungu. Kwa hiyo ukiona photocopy unajua umeona original. Kwa hiyo Yesu ni copy kabisa, original ya Mungu. Kwa hiyo ukimuona Yesu basi umemuona Mungu. Kwa hiyo Yesu amekuja kutupa uso wa Mungu mkamilifu kwa njia yake yeye, jinsi alivyoishi. Kusoma Yohana 3:16 inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kumbe Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa hiyo yale matendo yote ambayo Musa alionyesha huruma, fadhili, rehema, hata Musa kuelewa. Ndio maana kuna mahali akanasema jino kwa jino. Akuelewa huruma za Mungu kwamba tupasi kulipiza kisasi. Akuzielewa vizuri huruma za Mungu. Kuna mahali Musa anasema Yesu anasema mmesikia kineno mpenda anayekupenda mchukia anayekuchukia. Lakini mimi nasema wapendeni maadui zenu na kuombea hata wale wanaoudhi. Umeona huo upendo uliozidi, huruma zilizozidi ndizo ambazo Mungu anakuja kutufundisha kwamba hata sisi anatuhurumia zaidi ya hivyo tunavyoweza kufikiri. Tunaona rehema za Bwana wetu Yesu Kristo, japokuwa alitemewa mate, alitukanwa, lakini alisema Baba wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Kwa unaona Yesu jinsi gani anavyoweza kuachilia na kusamehe. Ndio maana Yesu anakuja kutufundisha kwamba imeandikwa talaka, lakini mimi naambia Yesu anasema mimi naambia sameni mara 770. Maana kwamba so mara 7, hata mara 770, kusamehe kusikokoma. Yesu ametusamehe sana na Yesu anatusamehe mpaka sasa hivi. Na ukweli ni kwamba damu yake inanena kwa ajili yetu. Tunaombewa usiku na mchana na Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi tuliookoka. Maana kwamba sisi tuliookoka mbele za Mungu tuna wingi wa rehema, tuna wingi wa msamaha, tuna wingi wa fadhili. Kwa hiyo ukienda mbele za Mungu lazima ujijengee tunda hili la ujasiri. Sio kwa sababu ya haki yako, lakini kwa sababu ya yeye aliyekusabia haki, kwa sababu ya yeye na sifa zake. Kwa hiyo ni lazima ujihisi kwamba unahurumiwa, lazima ujihisi kwamba unapendwa, lazima ujihisi kwamba umesamehewa, lazima ujihisi kwamba umefadhiliwa na Mungu. Ndipo ambapo utauona uso wa Mungu na kuomba sawa sana mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, katika eneo hili la kwanza, nataka hili jambo uliweke katika moyo wako. Kuomba ambapo Mungu anakukubali, ujue uso wa Mungu. Usiende tu na kuomba kama kipofu, ujui unayemuomba ana sifa gani au ana tabia gani. Unaenda kazini, unataka kwenda kuomba kazi. Unasema, naenda kumuomba yule bosi atakuwa na hasira, atakuwa ni mkali. Kumbe ni bosi ambaye anatamani akutane na watu ambao wanamuona yeye ni mpole. Yeye ni mtu wa mcheshi, yeye ni mtu wa huruma, yeye ni mtu wa kufadhili, yeye ni mtu wa kurehemu, yeye ni mtu wa muelewa. Lakini sasa mtu anaenda anatetemeka, mtu anaenda hana hofu, mtu anaenda na mashaka, moyo wake utafadhaika. Mwisho wa siku atashindwa kumpa au yeye mwenyewe atashindwa kupokea kwa sababu anajua kwamba atafukuzwa au atapelekwa polisi au atanyang'anywa kile ambacho anakwenda kumuomba. Kwa hiyo lazima tujue tunapomwendea Mungu wetu ana tabia zipi, uso wake ni uso upi. Uso wake, kumbuka, Mungu ni mwingi wa huruma, Mungu ni si mwepesi wa hasira, Mungu ni mwenye rehema, Mungu ni mwenye fadhili. Lakini anasema pia hata amhesabia mtu muovu kuwa hana hatia. Maana yake ni kwamba watu waovu hana ushirika nao, watu wenye dhambi hana ushirika nao. Kwa hiyo maana kwamba wewe ambaye hujaokoka alafu unaenda kuomba, unapoteza muda wako. Mungu akusikii. Hawezi kuhesabia kuwa una haki wewe mtu ambaye ni muovu. Na tena uovu wako anasema anaupatiliza hata kizazi cha 3 na cha 4. Ukifanya uovu hata unachukua uovu wa baba zako. Umeona?
Kwa hiyo Mungu hana ushirika na watu ambao hawajaokoka. Lakini wewe ukiwa umeokoka, nenda mbele za Bwana, kapige magoti, omba toba na msamaha. Mwambie Mungu, naomba unisamehe, nimetenda hivi na hivi na hivi. Baada hapo anza kuomba kwa ujasiri. Anza kuamini Mungu amekusamehe. Anza kuamini kwamba Mungu anakupenda. Anza kuamini kwamba Mungu amekusikia, anakurehemu, anaugua kwa ajili yako, anatamani kukukumbatia, anakufurahia, anakuhurumia zaidi ya kitu kingine chochote. Nakwambia ukiwa na hisia hizo, ukizijenga hisia hizo katika maombi ya namna yote, utapokea na utaona ujazo usio kwa kawaida. Usiende maombi makavu makavu. Jenga fikra ya kwamba Mungu ninemkuta ni Mungu mwenye tabia hizi na hizi na hizi, na hakika Mungu atakujaza na Mungu atakubariki. Tumekwisha kuona sehemu hii ya kwanza, naamini utaenda kutafakari na utaanza kuchukua hatua. Kumbuka ni mafundisho, tunajifunza namna sahihi ya kuomba na maombi ambayo yanakubaliwa na Mungu. Katika darasa lijalo tutaenda kuangalia kufahamu kiwango cha mahusiano ambacho wewe unapaswa uwe nacho kwa Mungu wako ili uwe na ujasiri katika maombi yako. Mungu akubariki sana. Tukutane katika darasa lijalo. Kumbuka darasa hili na fundisho hili linasema Bwana tufundishe sisi kusali. Kwa hiyo wewe na mimi tunajifunza namna kusali. Mungu akubariki sana. Shalom.